watu lazima waone, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwamba tunapoingiza Dar es Salaam na maeneo mengine yote katika vurugu, madhara yake ni makubwa, yanamgusa aliyefanya vurugu na ambaye hajafanya vurugu. Na Dar es Salaam, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimekutana na wazee watatu na mmoja kwa bahati mbaya amefariki. Wao walikuwa wanatumia dawa za pressure, na kwa bahati mbaya kwa siku vurugu zilikuwa zinafanyika, dawa zao zilikuwa zimekwisha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, siku ya kwanza sukari na pressure inapanda, siku ya pili sukari na pressure inapanda, hakuna daktari wala hakuna dawa anayoweza kupata kwa sababu waliambiwa wakae ndani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mmoja ameparalyze na mmoja amefariki. Walipokuja kunieleza, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikasema haya ndio mambo ambayo Watanzania tu tunayaona. Ni kweli sisi tunaweza kuwa na ugomvi wa kawaida wa vyama vya siasa kati ya mimi Chile Chalamila au mkuu wa mkoa au mtu mwingine yote, lakini ugomvi wetu kamwe ukienda huko, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikupe dondoo tu kidogo. Maeneo ambayo yalikuwa on target kuweza kuyachoma moto bila huruma, moja ilikuwa ni stendi ya Magufuli. Hii ilikuwa inaungua yote, hii hapa stendi hii hapa. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilishukuru jeshi lilikuja haraka likalinda stendi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, target ya pili ilikuwa ni mabasi ya mwendokasi. Yameunguzwa mabasi mengi tu ya mwendokasi na kupiga vituo vya mwendokasi. Target ya tatu ilikuwa ni miundombinu ya gesi ya TPDC. Kulipua miundombinu ya gesi na kulipua vihenge vya mafuta vilivyoko pale Kigamboni. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nishukuru vyombo vya dola vimelinda kule. Mpaka leo mnaona miundombinu hii inaonekana. Jaribio la tatu lilikuwa ni kuchoma jengo la TCRA. Na walichoma kibanda cha mlinzi. Jeshi likaja mbele kwa ajili ya kulinda amani hiyo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jambo jingine lilikuwa ni kuchoma miundombinu ya TANESCO. Ilikuwa kulipua hii gesi, kulipua hapa Ubungo pamoja na kulipua kule Kinyerezi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, leo hii miundombinu inayoonekana hapa ni kwa sababu vyombo vimefanya kazi. Kama tungesikiliza maneno na kurudi nyuma, very likely Dar es Salaam ingekuwa giza yote. Hospitali ingekuwa hamna, umeme hamna, miundombinu ya maji hamna, na kila kitu hamna. Kwa hiyo mimi ninachoweza kusema hapa kwako, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kila mama aliyoko hapa na kila baba aliyoko hapa akamweleze mwanae madhara haya tunayoyafanya, madhara haya tunayoongea. Tugombane tunavyoweza kugombana, lakini kamwe tusiendelee kuichoma nchi yetu wenyewe. Tukilipua nchi hii, lazima na sisi tutakufa. Itakuwa ni kufanya fujo, kama vile kukata mti tukiwa kwenye tawi la mti hiyo. Mwisho wa siku maendeleo ya taifa letu yatarudi nyuma na adui atapenya katikati ili sisi tuweze kufeli katika maendeleo yetu.